Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki muhimu na cha baraka katika TV ya Sibuka na Radio Lindi FM. Mungu tena kwa mara nyingine ametupa nafasi hii tusikie habari zake njema za wema wake, upendo wake, huruma zake kwetu. Ni wakati wa muhimu sana kutafakari na kuelewa kabisa kwamba Mungu ana mpango mzuri kabisa kwa mwanadamu tangu alipomuumba na kumweka katika ulimwengu huu. Aliweka mambo yote mema ya baraka kwa mwanadamu. Mpaka sasa tunapoishi tunaweza kushuhudia jinsi ambavyo bado Mungu anashughulika nasi. Na sasa ningependa tumuombe Mungu alafu tuendelee na neno lake takatifu. Mungu Baba mtakatifu, Muumba mbingu na nchi, utupendaye, mwaminifu, uliyejaa huruma, neema na baraka tele kwetu wanadamu uliotuumba. Asante mno kwa ajili ya siku njema ya leo tena tunapokusanyika na kukutana katika kipindi hiki pamoja na ndugu yangu mpendo wangu huyu msikilizaji wa kipindi hiki popote alipo katika nchi na nchi za nje. Bwana Mungu wa Ibrahim, ninaomba ujidhihirishe, ukutane na mahitaji ya kila mmoja. Maana wajua daima siku zote tuko katika hali za uhitaji kupata msaada kwa mtu au msaada kwa popote uweza kutuwezesha kuishi na kwa mafanikio na baraka na amani tele katika maisha yetu. Asante mno kwa sababu upo hai, unaishi na unashughulika na kizazi hiki kama ulivyo mwaminifu tena mwema. Jina lako litukuzwe, sema nasi. Asante kwa Roho Mtakatifu ambaye yuenda kuyafunua mapenzi yako kupitia neno hili katika maisha yetu na mioyo yetu yote. Utukuzwe kwa kuwa pamoja nami niseme yote yalikusudiwa kwa makusudi yako mema. Katika jina takatifu la Yesu nafungua anga na katika mioyo ya watu adui shetani asipate nafasi kwa namna yoyote, bali maneno haya yaende moja kwa moja katika moyo wa mtu msikilizaji wa kipindi hiki na yule mtazamaji wangu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Naam, kama nilivyosema mpendwa msikilizaji, mimi naitwa Brown Abraham Akipesile na mhubiri wa Injili ya Yesu Kristo kwa watu wote. Kwa watu wote, kabila zote, lugha zote, jamii zote, wanaosikiliza, wanaotazama. Mimi ni mjumbe wako leo. Mungu ametupa neema hii pekee ya siku zetu nzuri na za kipekee ambazo ni za muhimu. Siku ambazo ni za kumalizia ukilingana na kufuatilia katika kanuni na historia ya Biblia na historia ya maisha hapa duniani, kama Mungu alivyosema kwa vinywa vya manabii wake watakatifu nyakati mbali. Tuna wakati wa muhimu sana wa kuwa na maamuzi ya busara kama wanadamu, kwa sababu yote ambayo tunaona leo katika jamii na katika ulimwengu yote yashuhudia yale ambayo manabii walisema siku nyingi wakati si hatupo, ambayo yangetokea tunayokutana na leo. Na neno la Mungu limeweka wazi kila kitu. Mungu hakuficha jambo ambalo litatokea duniani katika majira mbalimbali katikati ya wanadamu, lakini alimalizia mwisho wake mwanadamu ni nini na mwisho wa ulimwengu ni nini. Na tunapozungumza kujua kwamba mwisho wa ulimwengu upo na tena unakaribia, ni wakati muhimu sasa wa kuwa na busara kufikiria kama mwanadamu kwamba hivi mwisho wake utakuwaje. Kama mwisho wa ulimwengu, manake mwisho wa maisha yangu mimi mwanadamu. Kwa ni muhimu sana kutafakari haya. Ni muhimu sana kuyajua na kuyapata kabla ya wakati ule wa mwisho ambao Mungu anazungumza, mwisho ambao kwa kweli hautakuwa baraka, hautakuwa furaha, hautakuwa kicheko, bali wa kilio. Na sasa nisome neno la Mungu katika kichwa cha leo. Tunasoma vilio vya wanadamu duniani. Vilio vya wanadamu duniani. Hilo ndio neno na kichwa cha habari cha leo,
vilio vya wanadamu duniani. Tutasoma katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 2, na nitasoma ule mstari wa 23. Mstari wa 23 anasema, hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa, wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa. Wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akawaona wana wa Israeli, na Mungu akawaangalia. Akawaona alafu akawaangalia. Habari hizi zinazungumza juu ya taifa la Israeli, taifa la Mungu, watu ambao walipata neema kuwa vielelezo kwa ulimwengu jinsi ya kumwabudu Mungu wa kweli. Kwa sababu wanadamu kila mmoja alikuwa na Mungu wake na ibada zake za namna mbalimbali alizojitungia, kwa sababu katika moyo wa mtu daima kuna kilio cha kutaka kumjua Mungu aliyemuumba. Unajua, hata kama watu wangekataa kuhusu Mungu, lakini ndani ya mioyo yao kuna matakwa au kuna mahitaji yanayotambua kabisa kwamba yuko aliyeumba hivi vinavyoonekana, yuko aliyeniumba mimi kama mtu. Sasa huyo anastahili kuabudiwa au kutukuzwa. Hili haliwezi kutoka au kukosekana kwa mwanadamu yoyote aliyeumbwa na Mungu, kwa sababu mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa kama aliumbwa kwa mfano wa Mungu, lazima ndani yake kuna hali ya uhusiano wa Mungu inayodai kurejea kwake kwa kuwa imepotea. Sasa Biblia inazungumza Israeli walipokaa Misri, walikaa miaka mingi baada ya kutoka Kanani, na tunafahamu hilo kwamba kulitokea njaa kali kule Kanani, ikasababisha katika kuelekea Misri ambako tayari chakula kilikuwa kimekusanywa na mtoto wa Yakobo aliyeitwa Yusufu katika utawala wa Farao Misri. Maandiko yanasema yule Farao aliyekuwepo wakati Yusufu anaingia katika nchi ya Misri, ikafika wakati akafa, alafu akatawala mwingine katika koo zao, ambaye baada ya kufa yule Farao aliyewapokea wa Israeli katika nchi ya Misri na kuwatendea mema ya aina yote kwa sababu ya Yusufu ambaye alikuwa amepata mamlaka katika nchi ile. Sasa alipokufa huyu Farao aliyekutwa na Misri, na Yusufu, na ambaye Israeli walifika kwa Misri kwa njia yake au wakati akiwepo kama mtawala, alipoinuka mwingine, ikatokea mabadiliko makubwa katika maisha ya wa Israeli. Wakaanza kutumikishwa kwa utumwa mgumu sana. Mwisho wakalia na kuomboleza. Walikufa wengi, waliteswa wengi, hata wengine kupata vilema vya kudumu kwa sababu ya uzito na ugumu wa kazi waliokuwa wanatumikishwa. Ilikuwa ni wakati mbaya wa kutisha. Tunafahamu Israeli walikaa miaka 430 katika nchi ya Misri. Hata miaka ile ya kwanza kama miaka 200 na kitu, waliishi kwa raha mstarehe, wala hawakutazamia kwamba itatokea siku watapata shida. Kila kitu kilikuwa shwari, kila kitu walipata, chochote walichotaka walifanya, kwa sababu mfalme wa Misri wakati ule Farao alikuwa amewapa nafasi ya pekee, na wakakaa katika nchi ule mji wa Goshen, mahali ambapo ilikuwa ni ukanda wa baraka wa rutuba, na mifugo yao wakastawi sana,
na wakazaliana kwa wingi mno. Na kwa kuwa Israeli kwa kawaida baraka ile ya Ibrahimu iko juu yao, walikuwa wanafanya mambo makubwa ya ajabu katika nchi ya Misri, na kwa njia yao pia Misri ilistawi sana kwa sababu ya baraka ya Mungu, kwa sababu ya watu wa Mungu waliokuwa mahali pale. Unajua, Mungu anapomweka mtu wa Mungu popote, anaanza kumimina baraka juu yake, na zile baraka zinaanza kusambaa kuwafikia watu wote. Kwa yule mtu anakuwa baraka katika eneo lile, kwa sababu Mungu anakuwa pamoja naye. Sasa ile baraka ya Yusufu mtoto wa Yakobo na Israeli walipoendelea kuzaliana, kwa sababu walikuwa na mcha Mungu, Misri ikastawi sana sana na ikawa na mafanikio makubwa ya aina ya kipekee na uwezo mkubwa kivita, yani kijeshi na kimaarifa, kimaendeleo. Ikaendelea sana Misri, ikastawi kwa sababu baraka watu wa Mungu. Na ndio maana mtu wa Mungu akiwepo nyumbani kwako au ofisini kwako au shambani kwako au popote alipo, utazamie baraka za Mungu, kama huyo mtu atasimama na Mungu wake aliyemwamini. Sasa ndivyo ilivyotokea kwa Misri. Wakastawi sana, wakaendelea sana na kuvumbua mambo mengi na makubwa. Na wakati ndio walipojenga yale majengo makubwa yaliyoitwa makaburi ya watawala wa Misri, mapiramidi. Sasa hayo yalijengwa wakati mbaya sana. Maandiko yanasema wakalia kwa sababu ya utumwa walioanza kutumikishwa baada ya kuja Farao mwingine. Yule Farao mwingine alianza kutumikishwa kwa sababu alianza kuogopa. Kwa sababu Israeli walipokuwa na stawi, akijua kwamba ni watu wenye nguvu na akili nyingi na maarifa, hofu ilikuwemo pia kwamba hao wanaweza kuja kutawala. Kwa wakaanza kuwatumikisha kwa mateso mengi, kwa dhiki nyingi. Sasa vilio vyao walivyokuwa nalia kila siku kwa mateso na utumwa wa aina mbalimbali, kazi nzito, walipigwa mjeredi. Mwingine alipolemewa alichapa na mjeredi na usimamizi, na hakukuweko wakati wowote wa kuhurumiwa. Kwa waliishi maisha ya huzuni, maisha ya mateso, maisha ya hofu, maisha ya kutafuta msaada utokee wapi, na hawakuona kokote pa kupata msaada. Kwa walilia tu vilio wakimkumbuka Mungu wa baba zao. Na Biblia inasema hapa katika mstari 23, maandiko yanasema Mungu akasikia kilio chao. Hii ndio ajabu, kwamba watu wanaweza kufikiri mtu anapoishi yuko peke yake, hata wakamfanyia jambo lolote baya, lakini kama ni mtu wa Mungu, huyu ni mtu hatari sana, sio kumchezea. Ni mboni ya jicho la Mungu. Na ndio maana tunazungumza umuhimu wa wokovu, kwamba unapookoka unakuwa mtoto, unafanyika mtoto wa Mungu, alafu Mungu anaanza kwenda na wewe sambamba, akihakikisha usalama wako wakati wote popote. Wakati mwingine watu wanaweza usione kwamba Mungu yupo pamoja nawe, kwa sababu ile kufunikwa na giza kubwa la shetani duniani, lakini ukweli, unapomcha Mungu anakuwa pamoja nawe. Na ndio maana ya umuhimu wa wokovu, ndio maana ya umuhimu wa kumcha Mungu, ndio maana ya umuhimu wa kumtafuta Mungu aliyekumba, kwa sababu Mungu anataka ahakikishe kwamba yeyote anayemcha aishi maisha salama salimini. Kwa kilio kikamfikia Mungu. Kilio kilipomfikia Mungu, Mungu akaanza kushughulika. Tumesoma ile mstari pale 23, nirudie, nasema hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa. Maandiko yanasema akafa, akaja Farao asiyemjua Yusufu. Israeli wakaingia kwenye shida, tabu ya maisha. Huu ulikuwa ni utumwa wa mwilini, utumwa wa kawaida.
utumwa chini ya mamlaka ya utawala wa Misri. Walitumikishwa, walidhalilishwa, walikufa, waliugua, waliteswa, na hawakuwa na matumaini kwamba itatokeaje, kama vile leo ulimwengu umekosa matumaini. Kwa sababu ulimwengu ulivyoharibika, ulimwengu unavyokwenda, wanadamu walimwengu wanavyoishi, wanavyotenda, leo ulimwengu unatisha. Kumejaa vilio katika dunia, kumejaa magonjwa katika dunia, kumetokea mateso aina mbalimbali duniani, mauaji duniani, njaa, majanga, matetemeko ya nchi, vita vinateketeza watu. Hii ni dunia. Kwa hiyo wanadamu leo, ungefikiri, ungejaribu kutazama kule falme zinakopigana vita, ungeona jinsi ambavyo watu wanauawa kama utitiri, na wanavyotesana wanadamu katika vita hivyo, watoto wakiuawa kwa maelfu, wanawake wakitendwa jeuri, wanaume wakiuawa vitani kama vile mtu amepiga experi mbu walipokuwa wamejazana. Maelfu wanauawa, wengine wanakosa hata pa kwenda kwa sababu majumba yao yameharibiwa, au wamekimbia wasikojua, wamefika mahali wanahangaika. Hii ndio dunia. Dunia tunayoishi si salama. Hata kama ungeipenda vipi, dunia tunaishi sio salama. Ni mahali pa machozi, ni mahali pa mashaka, ni mahali pa hofu, mahali pa kukosa matumaini, mahali pa maswali mengi yasiyo na majibu, mahali pa wasiwasi. Mtu hajui kitakuwa nini kesho. Magonjwa, njaa, upungufu, uharibifu wa maadili, mambo magumu mengi yanayohuzunisha. Ukisoma katika kitabu kile cha Isaya nabii, unaweza kuona dunia au nabii anavyoitazama na anavyoinena hali iliyofikia. Unaweza kushangaa, dunia imefika mahali pa kutisha, mahali pa mashaka, mahali pa hofu, pa wasiwasi, paliposababisha mwanadamu ashindwe nini afanye kufuatana na mazingira anayoishi. Mazingira anayoishi ni mazingira ya kutisha, mazingira ya kukatisha tamaa, mazingira ya kuvunja moyo. Unaona, ni mahali ambapo hapakaliki tena, mahali panapohuzunisha. Ukitazama, siku moja nilikuwa naongea na mtu mmoja, akaniambia kwamba sasa hivi sijui nifanye nini kufuatana na maisha ambayo napambana nayo. Ni maisha ya kutisha, maisha ya huzuni. Maandiko yanazungumza ni wakati wa kukatisha tamaa. Hata kama yule ambaye tungefikiri kwamba labda sasa angepata matumaini, wakuta kwamba naye amekata tamaa. Hakuna ambaye angesema kwamba kila kitu anajitosheleza. Naam, lakini kweli maisha yaliyopo ni ya hofu kwa kila mtu. Tajiri na hofu juu ya mali yake, lakini wengine ni tajiri lakini mgonjwa, ana shida. Maskini ana hofu, hana matumaini, hajui mbele nyuma. Katika ule mstari wa 19 sura ya 24 anasema dunia kuvunjika inavunjika sana. Kuvunjika inavunjika sana. Dunia kupasuka imepasuka sana. Dunia kutikisika
imetikisika sana. Dunia inalewa kama mlevi, inalewa kama mlevi, nayo inawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Hii ndio dunia. Anasema imelemewa na mzigo wa dhambi. Dhambi za ulimwengu zimelemea ulimwengu. Dhambi imemfungulia shetani kuingia duniani tangu wakati wa Adam, na madhambi yanavyozidi kuongezeka ndivyo yanampa Ibilisi nafasi ya kufurahi na kustawi kwake, yani kustawisha maovu, kusababisha majanga, kusababisha magomvi, kusababisha uadui, kumvuruga mwanadamu ageukiane na mwanadamu mwenzie, wateketezane, wamalizane. Na ndio maana uweze kushangaa leo ukasema, hivi huyu mwanadamu anayemtendea mwenzie huyu ni mwanadamu huyo, au ni shetani mwenyewe, au ni nani? Je, hakuna hata tone la huruma za kama binadamu? Unajua binadamu pamoja na kwamba ni mwovu, lakini wanadamu wanatazama kwamba lazima kutakuwa na chembe hata ya huruma au ya ubinadamu. Lakini kiwango cha shetani kimepandishwa kwa sababu maovu yanayozidi kuongezeka na wanadamu kuendelea kumkataa Mungu. Kwa Ibilisi ameshamiri, anafanya kila takacho kwa mwanadamu. Shetani kusudi lake ni kumlenga mwanadamu, si vinginevyo. Yote anayosababisha Ibilisi duniani ni ili kumaliza mwanadamu kwa namna moja au nyingine, ahakikishe mwanadamu anaharibika, anatoka mikononi mwa Mungu, anakuwa shetani. Kuna jama shetani duniani, na ndio maana watu wanaweza kuuana, unaweza kupigana kwenye vita wakateketezana, unaweza kukatana kwa visu, wakapigana kwa makombora, wakabomoleana majumba yao, kama tunavyosikia huko Mashariki ya Kati. Hiyo ni kazi ya Ibilisi. Maana kazi ya Ibilisi ni kuchinja, kuua, kuharibu. Ndio kazi ya shetani. Hakuna chochote chema kwa shetani, hata ungempenda, hata ungeishi maisha anapenda shetani. Hakuna jema lolote kwa shetani, ni maangamizi tu. Na huwezi kumzuia shetani kwa chochote atakacho kufanya kwako. Ana uwezo wa kufanya chochote wakati wowote. Hababaishwi na chochote, hababaishwi na elimu, hababaishwi na pesa, hababaishwi na utajiri, hababaishwi na ukuu wowote, hababaishwi na umaskini, hababaishwi na ufukara. Hivyo ndio shughuli zake. Kazi ya shetani kuhakikisha anamharibu mwanadamu kabisa, alafu anamchinja. Lengo lake ni nini? Mwanadamu asipate nafasi ya kumjua Mungu. Hii ndio kitu kikubwa. Vurugu zozote anazosababisha shetani duniani ni mwanadamu ageuze macho, amwache Mungu nyuma, ajipeleke mbele, watazamane na mwanadamu mwingine, wamalizane wenyewe. Kwa nini? Wakimalizane ndio furaha ya shetani. Kwa sababu shetani hataki kabisa mwanadamu amjue Mungu. Maana akimjua Mungu ataenda kwa Mungu mwanadamu. Kwa hiyo shetani anachosababisha ni vurugu, kumsaulisha mwanadamu hata kwamba yuko Mungu, akatazama tu kutimiza mapenzi yake mwanadamu, au makusudi yake, au hasira yake, bila kujua kwamba hukumu inakuja ya kutisha, ambayo wanadamu wote watasimama mbele ya Mungu. Mmoja wapo ni wewe na mimi, kama sijamjua Mungu. Na nakwambia kwamba namshukuru Mungu kwa sababu kwa neema yake alinijalia kusikia neno kama hili nalohubiri, nikalikubali kwa moyo wa unyenyekevu, nikakubali kutubu dhambi zangu zote na kumpokea Yesu moyoni mwangu, akafanyika Bwana, akabadilisha maisha yangu kabisa.
Na ndio maana leo naweza kuhubiri habari zake, kwa kuwa nina uhakika ya kwamba Yesu anaokoa, Yesu anasamehe dhambi, Yesu ametujia kwa huruma zake Mungu, ametujia kwa huruma zake Mungu. Injili tunapoihubiri na kile alichokuja kufanya Yesu ni huruma za Mungu. Alipoona jinsi tunavyotapatapa, tunavyoteswa na kukutana magonjwa mazito, magonjwa yanayoleta mauaji yasiyotibika, magonjwa ambayo gharama zake ni kubwa, hata mwingine hawezi kufanya chochote, magonjwa ambayo hayana tiba, lakini vifo vya ajali mbalimbali, majanga, matetemeko ya nchi, vimbunga, dhoruba, ukame wa dunia, mvua, mafuriko, maangamizi tele kona zote. Hata mwanadamu angejaribu kuyakontrol hawezi. Kila mmoja anayejaribu anafanya tu kwa kiasi, lakini maisha yako pale pale, kuonyesha kwamba dunia hapafai tena, dunia yenyewe imechoka, dunia imelemewa na maovu hayo na misukosuko hiyo na magonjwa hayo na madhambi hayo na tabu hizo, kwa vilio vimejaa duniani. Hii ni mfano ilivyotokea kule Misri. Watu waliishi kwa huzuni, kwa machozi, kwa huzuni, kwa uchungu, kwa sababu shetani kazi yake ni kuua, kutesa, kuumiza, kuangamiza, kufutilia mbali kizazi cha mwanadamu. Maana anajua ye maisha yake yanayokwenda kuwa jehanamu milele na milele. Shetani ametengenezewa jehanamu ya moto, maana ambapo atatupwa, ataungua milele na milele kwa mateso yasiyosimulika, yasiyoelezeka. Huo ndio sababu ya uchungu mkubwa wa shetani, kwa sababu amekataliwa kabisa na Mungu, hata angetubu. Na shetani wakati wote anatamani Mungu amsamehe kwa dhambi yake mbaya ya kiburi cha kutaka kufanana na Mungu. Ndio maana kiburi cha kudharau Mungu ni kibaya. Usiwe na kiburi, usiwe ukajiona ukajitutumua kama mtu fulani au bwana fulani au mheshimiwa fulani. Usahau kwamba yuko aliyekuumba. Heshima, vyeo, pesa, elimu, afya na chochote ni vya muda tu. Hivyo mtu pewa na Mungu. Na ndio maana mtu anapaswa kumcha Mungu. Unapaswa kumcha Mungu aliyekuumba, Mungu anayefanya vitu vyote, Mungu anayekufanya uishi, Mungu anayekufanya ufanikiwe unapofanya shughuli zako zisizo za halali. Japo kuna shughuli nyingi zisizo za halali na zingine vyanzo vyake ni makafara, kuua watu. Siku moja nilikuwa natembea msituni, nakatisha msitu, nikakutana na mtu mmoja. Siku zile alikuwa wawindaji wa tembo. Ghafla nilipokutana naye, nikamtazama, nikafikiri huyu mtu mbona nimkutana hapa porini, lakini akatangulia kunisalimia. Aliponisalimia nikajua huyu mtu labda ni wa amani kweli. Baadaye tukaanza kuongea. Nikamwambia mbona uko hapa? Na akasema mimi ni mwindaji. Nikaona ana bunduki. Yeye ni rifle. Niliposikia ni mwindaji, nikamwambia unawinda nini? Asa mimi ni mwindaji wa tembo. Nikasema mbona ni manyama yanayotisha mno hayo, unawezaje kulipiga risasi? Je, si unaweza kupiga kalikosa mwisho likakuvamia? Akasema hiyo tembo yoyote hawezi. Nikamwambia kwa vipi? Akasema mimi nilienda kwa mganga. Mganga akasema tumuue mjomba wako, leta hivi fedha. Nikampa. Kweli tukamtoa kafara mjomba wangu. Ikawaje? Sasa nilipomtoa kafara mjomba wangu akafa. Kwa nikiona tembo yeyote, matembo yote yakisimama yakilisha, mwisho nitaanza kuchagua yule ambaye nataka kumpiga. Yule ambaye nataka kumpiga sahihi, aliye na mapembe ya kutosha mazuri. Namuona mjomba wangu anakaa juu ya tembo, kichwa chake. Huyu najua nitampiga atakufa.
Kwa nikipiga risasi, nikiachia risasi, lazima yule tembo anguke chini. Lakini sura niliona mjomba juu ya tembo. Nilipomtazama yule mtu nikaona macho mekundu, nikasema huyu mtu ni hatari. Lakini kwa sababu siku zile kwa jasiri tuseme, kwa siogopi sana, nikaona lakini sura yake inatisha. Nikaenda kumhoji maswali, mwisho nikaagana naye. Tukaondoka. Kwa hiyo nilikuwa naenda, lakini naogopa kwamba huyu jamaa siku zile asije kaachia risasi nyuma yangu. Nikapotea. Unaweza kuona maisha watu. Ameua mjomba wake ili awe mwindaji wa matembo, apige matembo, achukue meno auze. Ujangili. Ni mhalifu juu ya uhalifu. Naona ameua mjomba wake, sasa anaua tembo tena isivyo halali. Huu ni uharibifu ambao shetani ameumwaga duniani, wala huwezi kuzuia kwa njia yoyote. Huwezi. Kwa maisha ya mtu yako kwenye maisha hatari wakati wowote. Ibilisi anataka kabisa usiokoke wewe. Unapokataa wokovu nafikiri wewe, kumbe ni roho ndani yako inayoongozwa na nguvu ya shetani. Ukatae wokovu. Wewe utakataje wokovu kama wewe uko peke yake, kweni mwanadamu fresh, hujakaliwa na kitu kibaya? Huwezi kukataa wokovu. Wokovu ni usalama. Wokovu ni maisha salama, tena wokovu wa Mungu. Manake wokovu wa Mungu ni usalama wa Mungu kwa mwanadamu, tena unapatikana bure. Lakini unapohubiri hapa utashangaa mwingine anapuza, anaacha, sio dini yangu. Mawazo ya shetani alipoona wanadamu wanadai kusali, akageuzia kwenye dini, akiwa ameziteka hizo dini kabisa na madhambi na uovu ndani. Kwa mtu anakaa kwenye dini anaona kama vile kuridhika, lakini madhambi yako pale pale, ulevi uko pale pale, uzinzi uko pale pale, ukahaba uko pale pale, wizi uko pale pale, ujambazi uko pale pale, uwaji, ukatili uko pale pale, dhuluma na udhalimu uko pale pale. Lakini nasali, maana yake nini? Hivi kusali maana yake nini? Tuendelee kutenda maovu? Hapana. Maandiko yanasema neema imefunuliwa, yatufundisha kukataa ubaya na matamaa ya dunia, ili tuweze kuishi kwa haki na kiasi katika ulimwengu huu. Huo ndio mpango wa Mungu, maisha safi kwa mwanadamu yanayotokana na ukombozi ule katika Yesu Kristo. Kwa Mungu alipotazama duniani akakuta vilio. Tunakumbuka kwamba wakati vilivyo wa Misri vipolia, Mungu alimtuma Musa. Lakini katika nyakati zetu Mungu alimtuma Mwokozi, anaitwa Yesu Kristo, Mwokozi wa ulimwengu. Anaitwa Yesu Kristo, Mwokozi wa ulimwengu, yani Mwokozi wa walimwengu. Walimwengu ni mmoja wapo wewe msikilizaji, ndugu yangu, mimi na yule anayesikiliza. Hao wote wanaitwa walimwengu. Walimwengu manake watu waliozama katika ulimwengu na kumsahau Mungu kabisa, mwisho wamekuwa mali ya ulimwengu, kwa wanatenda mambo ya ulimwengu wakiwa mbali na Mungu wao. Sasa ulimwengu umewekwa akiba kwa moto. Umewekwa akiba kwa moto. Siku na wakati umekaribia ambapo Mungu atautupa hukumuni pamoja na Ibilisi. Nimewambia shetani ametengenezewa jehanamu la moto. Hapo ndipo makao yake. Atafungiwa hapo milele na milele, asiwadanganye wanadamu tena. Na hapo sasa shetani anataka aende na watu maelfu, ili angalau akamtie moyo huko pamoja, wakiungua pamoja, na aende na jeshi kubwa kama alivyoasi kule mbinguni, akatupwa na theluthi moja malaika. Mpaka leo malaika hao wamefungwa katika mashimo, wengine kuzimu, wanangoja hukumu ya mwisho. Lakini wengine ni mapepo yanazagaa duniani kote, yanatesa wanadamu kwa magonjwa, kwa maisha mabaya, kwa uharibifu, yanampaga mtu. Ndio maana utashangaa mtu anatenda mambo ya kutisha. Leo kitakacho kubadilisha na kutoka katika mfumo wa uovu na uharibifu ni kumkubali Yesu moyoni mwako, akuokoe, akubadilishe, akupe maisha mapya, utokana uovu na uasi
kinyume na Mungu uwe mtoto wa Mungu. Maandiko yanasema wote wanaompokea anawapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Anawapa uwezo. Mungu ana uwezo juu ya nguvu za shetani peke yake, hayuko mwingine. Na nguvu hii inavunjwa kwa neno hili ninalolihubiri. Maandiko yanazungumza katika kitabu cha Warumi. Nikusomee pale katika kitabu cha Warumi, uone Mungu huruma zake na upendo wake kwa wanadamu. Laiti ungejua kwamba Mungu anakupenda. Warumi sura ile ya 5 mstari wa 6. Maandiko yanasema hivi: kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, yani tuko chini ya himaya ya shetani, tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Unaona? Hapa hatukuwa na nguvu. Mtu anapokuwa na madhambi, hajaokoka, hana nguvu zozote. Atatumikishwa kwa chochote, atafanya chochote cha kishetani. Kwa nini? Anakuwa mateka. Unakuwa mateka. Ndio maana unajiuliza, kwa nini mimi siachi? Unaweza kupiga mke, unaweza kufukuza mke, unaweza kufukuza watoto, unaweza kuoa wanawake tele au kuolewa na wanaume tele, ukaoa mzinzi, kahaba. Hizo ni nguvu za kishetani, zimekufunga utumikiwe, uyatumikie matendo ya kishetani ili kumkufuru Mungu na kumchukiza Mungu. Sasa Mungu anasema alionyesha huruma yake mwenyewe. Mstari wa 5 anasema hapo, na tumaini halitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa. Kwa maana hapo tulikuwa hatuna nguvu, Mungu alituma neema yake. Mstari wa 8, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kristo alikufa. Hii ndio huruma za Mungu. Ni kama vile Mungu alivyohurumia Israeli katika nyakati za kale, wakati ule Israeli alipokuwa Misri utumwani. Sasa Mungu wakati na majira alipotimia, alipotazama kizazi cha mwanadamu, nyakati zetu, nyakati mbalimbali toka Kristo alipokuja duniani, ilikuwa ni habari njema inakuja duniani kutoka kwa Mungu kwa ajili ya mwanadamu, ili yule aliyeishi katika himaya ya kishetani, mchawi wa kutisha, anavaa mapembe na kula miili ya watu, mauchafu, kuvaa mahirisi na kuua watu, amegeuka, amekuwa zaidi ya mnyama. Yesu alikufa kwa ajili yake ili atubu dhambi zake, aziache. Mungu atume uwezo wa kumbadilisha. Mchawi asiwe mchawi tena, muuaji asiwe tena, dhalimu asidhulumu tena, katili asikatili tena, mwongo asimuongo tena, mwovu asiwe mwovu tena. Wote wamgeukie Yesu. Anasema Mungu alionyesha upendo wake yeye mwenyewe kwetu. Kwa nini? Aliona hatujiwezi. Hakuna aliyejiweza hata mmoja, hata mmoja. Hakukuwa kuna mwema hata mmoja. Lakini Mungu akasema sasa uwezo, kwa sababu Mungu anao, akatuma njia ya kuwawezesha wanadamu, kwamba kwa hiyo yeyote atakayekubali awe na uwezo wa kutoka dhambini na kuondoka mikono mwa shetani na kurudi katika mikono ya Mungu, alafu apewe uwezo wa kumshinda shetani na kumpinga kwa lolote, awe na uwezo wa kuishi maisha matakatifu yake Mungu. Hiyo ndio habari njema ya Yesu Kristo. Kilio ndio mwisho wake. Kwa Yesu alikuja kukomesha vilio. Yesu ni jibu la vilio vya ulimwengu, vilio vya wanadamu vilioko duniani leo. Yesu ni jibu. Yesu ni tumaini. Yesu ni kimbilio. Yesu ni dawa. Yesu ni ukombozi. Yesu ni mahali, ni makimbilio. Yesu ni mwisho wa kila kitu. Hakuna pepo, hakuna mchawi, hakuna shetani
Ndani hakuna jini, hakuna maimuna, hakuna subiani, hakuna mauti, hakuna kuzimu ya kumtisha Yesu. Yesu ni Bwana wa mabwana, mfalme wa falme, Mungu wa miungu, mtenda maajabu pekee, anayetawala, ataendelea kutawala. Huyo ndio tumaini la mwanadamu. Huyo ndio jibu la vilio vya wanadamu duniani. Huyo ndio jibu la vilio vyetu. Huyo ndio jibu la tumaini letu tulilokosa tumaini. Yesu alipokuja alimaliza kila kitu kinachomsumbua mwanadamu. Ndio maana leo ukimkubali Yesu Kristo ninayemhubiri sasa, atakubadilisha. Ataondoa kabisa kinachokusumbua. Atakomesha mateso yako. Atavunja kila nyororo, kila kamba iliyokufunga, kila ngome uliofungiwa. Umefungwa katika ulevu, atavunja. Umefungwa katika ukahaba, atabomoa. Umefungwa katika ujambazi, ataharibu nguvu ya pepo jambazi. Umefungwa na udhalimu, atavunja roho za udhalimu. Umefungwa na roho za maonezo, ukatili, atavunja Yesu Kristo. Atabomoa kila kitu, anayo uwezo. Maandiko yanasema alidhihirishwa ili kuzivunja kazi zote za Ibilisi. Ndio maana tunamhubiri, tuna uhakika wa Yesu Kristo kuliko nabii yeyote aliyewahi kutokea duniani. Yesu ndiye jibu la mwanadamu, na tena ndiye mhukumu wa wanadamu wote duniani. Ukiitwa mwanadamu tu, wewe hakimu wako ni Yesu. Na ndio maana kabla hajakaa kama hakimu, wakati wa mwisho, leo patana naye. Muamini, mkubali, mpokee moyoni mwako, aingie kwako. Yeye ni rafiki ya wenye dhambi, awaondole dhambi zao. Ni rafiki wa wagonjwa, aondoe magonjwa yao. Ni rafiki wenye huzuni, aondoe huzuni zao. Ni rafiki waliokata tamaa, awatie moyo waanze kusonga mbele. Ni rafiki waliodhulumiwa, awape haki za maisha yao. Huyu ndiye Yesu tunayemhubiri. Yu hai, anaishi leo, mkono wa kuume wa Mungu Baba. Nguvu zake zinatembea pamoja naye. Nasi tunapohubiri popote, Yesu anamkuwepo. Nimeshuhudia Yesu akilithibitisha hili neno nalihubiri popote, kwa ishara na maajabu na miujiza na matendo ya miujiza. Hajabadilika, yu hai. Leo muamini, aje kwako. Fungua moyo wako. Anasema anasimama mlangoni kwa moyo wa mtu, anabisha hodi taratibu nganga. Fungua moyo wako, niingie, akusaidie ile inayokusumbua katika moyo. Wewe ambaye moyo ni mzito, ukatita mawazo, unafikiri mambo yatakuwaje baadaye, Yesu ni jibu. Wewe ambaye umeonewa, Yesu ni jibu. Wewe uliyedhulumiwa, Yesu ni jibu. Wewe unakatishwa tamaa, Yesu ni jibu. Wewe ulionewa, Yesu ni jibu. Uje kwa Yesu, muamini Yesu. Tunampokea Yesu kwa kumwamini tu, kuamini maneno haya kwamba haya ni maneno kwa ajili ya usalama wa maisha yangu. Yesu ni Mwokozi, alikuja kutafuta na kukiokoa kilichopotea. Kilichopotea wapi? Kimepotea kutoka kwa Mungu, kimepotea kwa shetani. Shetani ameiba, amemwimba, anakutumikisha, anakufanya umkatae Mungu, ukatae wokovu. Kwa sababu gani? Anajua wokovu ndio kipigo, lakini dini ni mawazo ya kuabudu. Anaweza kuruhusu tu ukaabudu miungu yote na kukuongoza hata kutengeneza Mungu wa kwako tu. Lakini Mungu wa kweli aishie, aliyeziumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, yeye ni mtakatifu. Anatamka, anasema kila atendaye uovu aache uovu, aje kwake. Mungu anakuita kwa huruma na upendo katika Kristo Yesu. Anasema njoo kijana, njoo ndugu, njoo baba, njoo mama. Atengeneze maisha yako, aweke maisha yako salama. Atunze hata ulicho nacho kiwe salama. Atunze hata cheo chako. Wewe unaenda kwa waganga, unavaa mahirizi, umezindika milangoni, chimbia machupa. Siku moja nimefika nyumba ya mtu, unapita mlangoni nikakuta mdomo wa chupa. Nikasema huyu ndio Mungu wake hapa. Lakini mimi napita juu yake kwa mamlaka ya jina Yesu. Hakuna nguvu yote itakayonidhuru. Nikapita.
lakini amejiweka pale kinga, amevaa, utafikiri bangili, kumbe ni ulinzi wake. Unalindwa na takataka. Umezitoa kwa mganga wa kienyeji ukalipa mapesa mengi, wakati yuko Yesu bure, mwenye uwezo juu ya wachawi, waanga, mashetani na mapepo. Mashetani yanatetemeka mbele ya Yesu, yanatetemeka, hayawezi kusimama. Tunayaamrisha yanatoka kwa mamlaka tuliopewa ndani ya Yesu Kristo. Wokovu ni ushindi, usalama duniani, kinyume cha shetani. Utashinda majeshi ya kibinadamu ndio, lakini shetani atakushinda tu. Utaweka walinzi wa kulinda nyumba yako, lakini utashanga shetani unalala naye kwenye kitanda. Ujaona watu wanasema, mimi kwa mfano moja nimemwombea, alikuwa anasema kwamba mimi nashangaa. Vipi unashangaa nini? Naomba msaada. Msaada wa nini? Kila usiku nakuta nalala na mtu mwingine, tena wakati mwingine namtenga mume wangu. Naona mume wangu yuko pembeni, yeye yuko katikati, na jitu linanitisha, linanitesa usiku. Kaambia, bila Yesu hauko salama. Huyu ni shetani, pepo jini, labda pepo maimuna, pepo kahaba, litakutesa. Njoo kwa Yesu, litakoma. Niko tayari. Tukamwomba kwamba shetani, tangu sasa umeokoka, ni mali ya Mungu, marufuku kufika nyumbani kwake wala kitandani kwake, na tunamuita Mungu apeleke malaika, utakaposoga upigwe na radi na kusambaratika. Tukamwombe amani, nenda uwe salama. Akaondoka. Toka wakati anasema niko salama, na lala usingizi vizuri. Si hata wewe unalala na jitu usiolijua. Bila Yesu itaenda kukutesa. Si kila siku linavuruga ndoa yako. Kila siku mpendwa wako uliyesema mmependana, leo mnapigana ngumi, mnadhulumiana, mnaoneana, hamuaminiani. Kwa nini? Shetani yuko katikati yenu, avuruge maisha yenu. Ndio maana mtanyimana fedha, hamtapena fedha. Unaweza kushangaa mtu mwingine anamwomba mke wake, anamwomba mwanaume pesa kama ni mtu baki, na hizo pesa naomba mwanamke za kununua mboga ya kula pamoja. Lakini uwezi kujiuliza, kwa nini mke wangu aombe? Wakati tulipendana, tuliona vizuri. Ujue kuna jitu limekukoroga akili bila kujua. Unafikiri uko physical fit, kumbe tayari umekuwa confused. Umevurugwa ufahamu, umekamatwa. Unaanza kumwona mke wako kama sio salama, sio mwaminifu, na mke wako na anakuona wewe sio mwaminifu. Kwa kila moja mnapishana kiujanja janja, mnaishi ndani ya nyumba. Hayo ni maisha ya kishetani. Leo muamini Yesu, mkubali Yesu, geuka, tubu dhambi zako. Hiyo ndio njia pekee. Toba ni ufunguo kuingia kwenye furaha, katika maisha ya raha, ya ushindi. Ili unapoona chochote kinakuja kinyume, unamuita Mungu, anashuka kama radi kukisambaratisha. Anakulinda, mali zako analinda, watoto wako analinda, mke wako atalinda, mume wako atamlinda. Kile unachofanya atakilinda. Atalinda elimu yako, naona atalinda afya yako. Ukimwita Mungu ataitika. Hii ndio faida. Mungu anakuwa baba kwetu. Yohana 1:12 inaandikwa, wote wanaompokea Yesu anawapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Anawapa uwezo, sio anawapa ubinadamu. Uwezo utokao kwa Mungu wafanyike watoto wa Mungu. Na mara tu unapokuwa mtoto wa Mungu, unakuwa mrithi wa Mungu, wa baraka zote za Mungu, unakuwa mrithi wa mamlaka za Mungu, unakuwa mrithi wa nyumba ya Mungu, unakuwa na haki ya kwenda mbele za Mungu kuomba lolote. Huo ndio wokovu. Unaukataa bure, wala hakuna fedha, ni bure. Anasema njooni mnunue chakula bila fedha. Mbona mnanunua maovu? Leo uje kwa Yesu, na fedha zako kwa Yesu ni moyo wako. Mungu anataka moyo wako, maisha yako, akubadilishe, akupe maisha mapya yenye mfano naye, maisha matakatifu, maisha yenye amri. Hata unapotembea katika mitaa ya mji wako unapoishi, utembee kwa uhakika,
si unaogopa wachawi, si unaogopa mahirizi. Mwingine anasema usipite njia panda pale, kuna vibuyu umevunja. Wewe unapita tu kwenye vibuyu vile. Hizo ni njia. Nani amekuja kuleta vibuyu hapo? Hiyo ni njia ya watu. Napiga teke, unaendelea na safari, na hakuna cha kudhuru. Akija mchawi na mbano, unaweza kumwambia simama hapo hapo usitoke mpaka asubuhi. Litabana hapo, liko uchi pengine. Mamlaka ya Yesu yapita mamlaka yote. Ninasikia furaha kuhubiri habari za Yesu. Nasikia fahari kuhubiri habari za wokovu. Nasikia bahari kuhubiri juu ya mamlaka ya Mungu ipita mamlaka yote. Leo muamini Yesu. Anakutaka. Anasema njoo wote mnaosumbuka. Njoo uje kwa Yesu. Mkubali Yesu. Aingie kwako. Afanye makao kwako. Abadilishe maisha yako. Akupe maisha ya raha, mstarehe. Utokane na dhiki na maonezi yoyote. Uwe salama salimini. Unajua ajabu, unapookoka unapewa uwezo wa kuomba lolote kwa Mungu. Unapewa uwezo wa kuomba ulinzi, na uwezo wa kuomba baraka, na uwezo wa kuomba amani. Unaweza kuomba chochote utakachokuwa Mungu, na Mungu atakupa. Leo muamini Yesu. Leo mkubali Yesu. Anakuita. Ana haja nawe. Yatosha masumbufu ulionayo. Mkubali Yesu. Akupe heshima ya kweli. Akupe fahari ya kweli. Akupe ulinzi wa kweli. Akupe matumaini ya kweli. Anaitwa Yesu. Yesu maana yake Mwokozi. Mwokozi wa wote wenye wanadamu wenye mwili. Alidhihirishwa kuzivunja kazi za shetani na kuacha huru waliosetwa. Siku moja ameingia hekaluni, wakampa kusoma. Pale alipoingia kusoma, wakampa kusoma habari zake mwenyewe. Akawasomea, Roho wa Bwana yu juu yangu, Roho wa Mungu yuko juu yake. Amenitia mafuta, yani amemtawaza kuwafungua waliofungwa na nani? Na shetani. Waliofungwa na magonjwa, waliofungwa na madhambi, waliofungwa na mawazo machafu, waliofungwa na tamaa za mwili, waliofungwa na tamaa za macho, waliofungwa na ujambazi na wizi, waliofungwa na udhalimu, waliofungwa na nguvu za giza. Yesu alitiwa mafuta, na huyu tunapomhubiri analithibitisha ile neno kwa ishara na maajabu, akibadilisha wanadamu na kuwageuza na kuwapa maisha mapya safi matakatifu. Leo ni zamu yako. Mkubali Yesu. Mimi ndugu yako nahubiri maneno haya kwa uchungu, kwa sababu na kuonea shauku, maana Mungu ana haja nawe. Ana shauku nawe, anakutaka wewe. Anajua kabisa mwisho wako ni mbaya, na kwamba ibilisi amekutegea mtego. Huko na kukwenda utakutana kipigo. Huko na kukwenda utakutana maangamizi. Lakini Yesu alikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Hilo ndio kuja kwake Yesu. Na leo Yesu yupo kutembea pamoja nasi tunapohubiri. Ulithibitisha, ukitaka kujua kwamba Yesu tunaye, wewe amua tu kuokoka. Alafu tutamwita, utashangaa madhambi yote yanayeyuka. Magonjwa yanasambaratika, huzuni zinatoweka, inaingia furaha ya Mungu, inaingia changamko la Mungu, inaingia amani ya Mungu, unaingia uaminifu wa Mungu, unaingia uzuri wa Mungu, unaingia utisho wa Mungu dhidi ya shetani. Mungu anataka kupe heshima yake. Usikae na heshima ya shetani, mwisho ukaonekana ukasifiwa na sifa za hovyo. Unaona ni mlevi sana huyu. Huyu jamaa huyu. Wengine sema usiseme mlevi, mnywaji. Kwani mnywaji ni nani? Si mlevi huyo tu. Maandiko yanasema usiguse kisu kichafu wala usionje. Usiguse. Ukigusa kitu kicho kinyume na Mungu ni mtenda dhambi tu, hata kama wewe ukitumii. Huwezi kusema nakaa na sigara kwa namshikia fulani. Unashikaje? Unaweza kushika mtu nyoka ukamshikia nyoka. Sigara nyoka inaua, na haribu mapafu ya mtu, mwisho anakufa. Huwezi
kusema mnamfikia au ni campaign au namnunulia mimi sinywi pombe. Wewe ni mlevi tu, tena wewe ni hatari. Maana maandiko yanasema ole wake mtu ampaye kileo ndugu yake, ole wake. Hiyo ni ole ya Mungu, ole wake. Unampa sumu. Unapompa kilevu unampa sumu. Leo acha, mgeukia Yesu Kristo, rafiki yako, Mungu wako aliyekuumba, akupendaye, alina shauku ya kuona kwamba maisha yako yanakuwa salama salimini mikononi mwa Mungu. Ninaamini kabisa uko tayari kumpokea Yesu. Maana Yesu ana shauku uamue sasa. Saa hii ni saa ya wokovu. Acha ubishi, acha mawazo mengine. Mimi nawaza sijui nikiamua, sijui nyumbani wataniambia wewe umeacha dini yetu. Mimi sihubiri dini, nahubiri habari za Yesu. Nahubiri habari za wokovu, usalama wa maisha yako, wa kujitegemea, usalama wako, sio usalama wa ndugu zako, labda mama au mume au mtoto au nani. Usalama wako, kama vile ukiwa mgonjwa, uzima wako. Uzima huwezi kusema kwamba nikamuulize baba kwamba jiwe wanitibu au mama wanitibu. Kwa kuwa inakuhusu wewe, inakuumiza wewe. Wewe unafanya maamuzi kama vile ulivyotoka duniani, ukazaliwa peke yako, utasimama peke yako mbele za Mungu. Utoe hesabu ya maisha ulioishi. Ndipo utakapoona madhambi yote yanateremka machoni pako. Uliotenda hata uliosahau. Na vichaka ulivyotumia na majumba ya starehe au ya wageni ambao ulikwenda na kahaba yule. Utaona picha yenu yote hapo. Kama mmoja alifikiri kwamba tunamwambia Yesu anaokoa, akasema kwenda huko. Nyie mmechelewa, hamna akili, mmekosa kazi. Kaambia wewe hujajua shetani anapofusha fikra zako. Neema ya injili sikuzukie. Haya ndio maisha sahihi kwa maisha yako. Akapuza. Siku moja akashangaa, amelala usiku saa 8 akaoteshwa. Akaona tu kama screen inatoka juu mpaka chini. Alafu akajiona sura yake. Alafu akaanza kuona picha moja baada nyingine ya madhambi ya aibu alikuwa anatenda sirini. Alafu anaona hata yale ambayo yalikuwa ya zamani sawa. Na hilo mwisho akapiga kelele, Mungu nisamehe. Kelele kubwa. Usiku wa maneno, watu wakaituka, vipi kuna nini pale? Wakatoka afikiri labda amevamiwa na mwizi. Wao unaweza Mungu nisamehe, anapiga kelele. Wakasema anasema Mungu anisamehe. Mungu yuko wapi amsamehe? Mungu atakutokea peke yako. Anataka utubu peke yako, ufanye maamuzi peke yako, sio ndugu yako. Mwisho akafika watu, we nini? Nitiane mchungaji. Tutampata wapi mchungaji usiku? Kuna siku utakutwa mahali patali. Kifo kinakuita. Mwamini Yesu uwe salama. Hata kama kifo anakufa katika Kristo, unaenda moja kwa moja kwa Mungu nyumbani salama. Lakini vinginevyo, ukifa ghafla unaenda jehanamu ya moto. Leo mwamini Yesu Kristo. Mimi ni ndugu yako, nimkuhubiri maneno haya ya neema, ambayo ni adimu kusikiwa, lakini ya baraka kwa anayesikia, na ufunguo wa usalama wa maisha yako. Mungu akujalie ubadilike, ukubali. Inawezekana leo wokovu. Funika macho ni kuombee. Wewe uliye tayari, inua mkono wako juu au fuatisha maneno haya kwa imani. Naomba na Mungu atakusamehe pale ulipo. Sema, Mungu wangu mtakatifu, nimekutenda dhambi miaka mingi. Leo nimesikia habari njema za neno lako takatifu. Naomba unisamehe. Naomba uniokoe. Niko tayari kubadilika. Kwa uwezo wako na nguvu zako nibadilishe. Nitakufuata na kukutumikia. Kwa jina la Yesu nimemkataa shetani na madhambi yake, na kutaka Yesu nibadilishe. Asante Mungu kwa kunipokea. Niponye na maisha yangu, na bariki kazi zangu. Nipe afya mwili na familia yangu na ndugu zangu. Kwa jina la Yesu, asante Mungu kwa kunisamehe na kuniokoa. Sasa nimeokoka. Kwa jina lake Yesu.
Amen. Naomba kabisa ile namba ya simu iko pale chini, nitumie, nipigie. Baraka ya wokovu kwa umeokoka au umeponywa magonjwa yake, maneno hili naponya, ili tumshukuru Mungu pamoja. Unaweza kuandika hata message kama utanikosa. Mungu akubariki, tuonane wakati mwingine. Amen. Sibuka TV.